Ninaitazama picha ya huyu mtoto kwa hisia kali. Najaribu kufikiria maumivu mazito aliyoyapitia bila makosa. Lakini pia najaribu kumfikiria aliyehusika na hiki kitendo cha kumnyonga mtoto mzuri asiye na kosa wa darasa la pili. Ndugu zangu wana Kibena, hili ni tukio kubwa la kwanza toka mimi naingia madarakani mwezi wa 12 mwaka jana. Wakati wa kampeni, maeneo mengi sana nilizungumzia habari ya mauaji, kwamba ninadhani kuingia kwangu kuwa diwani wa kata ya Ramadhani nitashirikiana na wana Ramadhani kuondoa tatizo la mauaji ambalo lilikuwa limekithiri kwenye kata yetu Ramadhani. Na ndugu mwenyekiti, unajua ninafanya ziara kila baada ya miezi mitatu kuja kukumbushana mambo mbalimbali ikiwemo ulinzi na usalama. Kwenye zile ziara sio kama najifurahisha, na kuja tunakumbushana mambo mbalimbali ya kibinadamu. Sasa ndugu zangu wa Kibena, cha kwanza tumuombe Mungu sana aliyeshiriki kwenye tendo hili akamatwe. Tumuombe Mungu sana aliyeshiriki kwenye tendo la kumdhulumu mtoto huyu. Umemnyonga shingo, umembonda usoni, umemchana mdomo, bado hujaridhika, unamuweka kwenye matabaka ya maji, unakandamiza magogo na mabanzi. Hiyo ni zaidi ya roho ya shetani. Nina uhakika wa 90% muuaji yuko hapa na anasikia tunachoongea. Nimewasiliana na mkuu wa upelelezi wa wilaya na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kwamba kwa aina ya tukio watahakikisha mtuhumiwa anatiwa mbaroni na taarifa tunazipata. Na waombeni mtulie. Lakini akina baba, nataka niwaambie akina baba, hili tukio haliwezi kuwa limefanywa na mwanamke. Hili tukio 100% litakuwa limefanywa na mwanaume. Na mauaji mengi hata ukienda magereza ni sisi wanaume tunaojihusisha na mauaji. Sasa niwaombe ndugu zangu, yani mpaka unafikiria kwamba ukaue, ukakamate mtoto, uende naye polini, ukafanye vitendo vyote hivi, kwa nini hauna hofu ya Mungu? Kama huna hofu ya Mungu, basi uwe hata na hofu ya sisi binadamu wenzako, kwamba ipo siku wakati unatenda hili tendo unaweza kuonekana. Tunawaachaje wanafunzi wadogo wanaosoma? Yaani tunawaacha kwenye mawazo gani? Maana sasa watatufanya sisi wazazi maadui zao. Huwezi kumuita mtoto kirahisi akaja. Hata kama anapigwa na mvua unataka kumpa lifti, atakimbia. Bora apigwe na radi, lakini sio kupanda gari ya mashetani kama nyinyi. Na waombeni wana Kibena. Ninawaombeni wana Kibena. Ipo siku usioijua, wewe unayejihusisha na matukio kama haya utakuwa mahala peupe. Na niwaombe watu wa Mungu, muendelee kutuhubiria. Kuna kundi fulani hapo pembeni lilikuwa linaendelea na vikao. Hawataki kukusikiliza. Mimi nimekusikiliza, umesema mambo mengi sana ya faida kwetu na wengine.
lakini wakati tunaendelea wanasema muda. Jamani, tuwe na hofu ya Mungu na tujue na tuwe na uchungu wa aina ya tukio lililotokea. Sasa haya ni maelekezo kwa wazazi, ni marufuku kurudi kwenye kijumba mnachoishi kule, rudini Kibena. Sio hiari kama ambavyo amejaribu kusema mwenyekiti. Natoa maelekezo sasa. Ukiisha msiba rudini Kibena. Marufuku kubaki kule porini. Nadhani tumeelewana. Kama hamtafanya tutawahamisha kwa maguta ya kijiji. Mtoke kule mje huku Kibena kwa usalama wenu. Ninayo mengi ya kusema, lakini nisije nikaingilia vyombo vya ulinzi na usalama. Ziko hatua wameanza kuzifanya. Sipendi kusema mengi nisije kaingilia hatua za vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini niwaeleze, mbunge amesikitika na ameniuliza, hivi Ngole una kata ya aina gani? Tulidhani yamekoma. Hayo ni maneno ya mbunge jana jioni. Hivi Ngole una kata ya aina gani? Tulidhani hayo matukio yamekoma. Sasa sijui ndugu zangu wana Kibena, kama tunaona tuko kwenye line sahihi, kama tuko kwenye mstari sahihi kwa matukio kama haya. Mwishoni, kwa kuwa imeonyesha wazazi wana hali ngumu na mpaka inaonekana mwenyekiti anadiriki kusema kabisa kwamba baadhi ya matumizi yatakayobaki yatatumika kwenye kulipa pango la hawa wazazi kwenye nyumba watakayohamia. Mimi nawaomba, kama kweli tuna hofu ya Mungu na huyu kijana tunampenda, ili kaburi lake lisipotee, nitaweka kanga hapa, mwenye 500 mwenye 1000 tuchangie kufikia Jumamosi kaburi hili liwe limejengwa. Ndio zawadi ambayo tunaweza kutoa. Tutaweka alama hapa ya kudumu, na haiwezekani likabaki kaburi peke yake. Huyu ni marehemu watatu, si ndio? Mengine yamejengwa na tumeshaambiwa mzazi hana uwezo. Legezeni mifuko akina baba, zile hela za kwenda kwenye keivanti leo tujenge kaburi la huyu mtoto. Lakini wananchi wa Kibena, niwashukuru sana kwa kujitokeza jana kwa wingi. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Mbarikiwe sana. Ofisi ya kata, ofisi ya diwani, tuko pamoja na nyie. Mungu awabariki sana. Ni mkazi wa hapa Kibena, lakini shughuli zangu ni Njombe mjini. Tukio hili mimi kama mimi tukio kama hili mimi nimelipata jana nikiwa nimetoka kwenye shughuli zangu, kwa kwamba Kibena kwako huko kuna tatizo, kuna mtoto amepotea, haonekani, katika mazingira ya kutatanisha, na mtoto mwenyewe anaonekana na umri mdogo, darasa la 2. Lakini katika kupata taarifa hizo nilikutana na mshtuko mkubwa. Ni kwa bahati nzuri, usiku wa kuamkia leo, mwenyekiti wetu wa kijiji akatuma message kwa wananchi wake wote. Ndipo nilipokutana na message kwamba mtoto tuliokuwa tunamtafuta amepatikana, lakini amepatikana katika hali ya kutatanisha. Ni marehemu, ameuawa na amekandamizwa na magogo. Kimsingi nikakutwa na taharuki kukutana na tukio kama hilo. Kwa hiyo kulipokucha tukashirikiana na taratibu zote za misiba, lakini kwa taarifa hii mimi kama mwananchi wa Kibena niombe, kama serikali inanisikia ninachokisema, nilikuwa naomba ikipendeza kwa serikali iweze kutazama sheria. Nasema hivyo kwa sababu mimi ni mwanaharakati. Sheria zetu za nchi ya Tanzania zinasema kumtia mtu hatia ni pasipo kuacha shaka hata moja. Lakini utakuta mharibifu ametenda, kuna mazingira mengi ambayo yanaweza kumsaidia
Hivyo sheria zetu zilizo za nchi yetu ya Tanzania, sheria zetu zimejikita asilimia kubwa kutazama pasipo kuacha shaka hata moja. Kwa hiyo unakuta mtu amekutwa ametenda hatia, sheria zetu hazijikiti kumtafiti mharibifu, lakini tunakutana na mazingira ya pasipo kuacha shaka hata moja. Kwa hiyo kupitia vitu kama hivi, waharibifu wanatenda matukio kwa sababu wanaamini hamna aliyeniona. Watu tunaumia, watu tunakufa. Lakini mimi nazungumza, mimi ni mwanaharakati. Watu tunaumia, watu tunakufa. Mtu atatenda tukio, anaachiliwa kirahisi. Nasema hivyo nimesema mimi ni mwanaharakati. Nimeshakutana na matukio kama haya mengi. Nimeshajaribu kushirikiana na baadhi ya sekta zinazoshughulikia haki. Lakini mwisho wa siku sheria inajikita pasipo kuacha shaka hata moja. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba serikali kama inanisikia ijaribu kurekebisha sheria. Mwili wake ameumizwa usoni. Alipoumizwa usoni wamembondabonda, lakini wakamtanguliza chini ya dimbwi, wakaleta magogo juu. Unahisi hili linaweza likawa limesababishwa na nini? Mimi binafsi kwa mimi nahisi kunaweza kulikuwa kuna chuki binafsi kati ya mzazi labda na mtu mwingine. Mtu akaamua kulipiza hivyo, naweza kuhisi hivyo, lakini kwa sababu mimi ni mdadisi kwenye maisha yangu mimi, yawezekana kuna mtu alikuwa anamwadhibu kawaida kwa huyu mtoto, akajikuta ameadhibu vibaya tofauti na alivyotegemea, akaamua kufanya hivyo. Hizo ni vitu vya kulabdisha. Lakini kwamba huyu mtoto kuna mtu alimkosea, sina imani kwamba yawezekana kuna mtu alikuwa anamwadhibu kawaida, lakini akajikuta ameadhibu tofauti, kaamua kufanya hivyo. Ndio maana nimesikiliza hapo wananchi wakisema kwamba mtoto huyo ameharibiwa usoni. Yawezekana mtu anapofanya uharibifu, kwa sababu iko wazi kwamba mtu anapofanya tukio, lensi ya mwisho huwa inahifadhi kwamba ni nini kimefanyika. Yawezekana alifanya hivyo kwa sababu ya kuondoa ushahidi, lakini na imani huyo mtu yawezekana alikuwa anamwadhibu kawaida kwa huyo mtoto, lakini katika kuona ameadhibu tofauti kafanya hivyo, kwamba huyu mtoto alikuwa na tukio na mtu, ni kitu ambacho haiwezekani. Wanasema amekutwa katika dimbwi linalopatikana wapi, au dimbwi ambalo liko sehemu gani? Kuelekea Howard. Shukrani sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikukabidhi. Asante sana. Yaani F30. Narudia kusema poreni sana wananchi wa Kibena. Jambo hili halijagusa wananchi wa Kibena, limegusa mkoa mzima wa Njombe. Kila mtu anashangaa kwa nini mtoto mdogo afanyiwe hiki alichofanyiwa. Asanteni sana. Za kupotea kwa mtoto wetu, na tukamjulisha mbunge wa jimbo la Njombe mjini kwamba maeneo ya Kibena mtoto amepotea, lakini wananchi wa huko wanaendelea kumtafuta. Leo asubuhi tumepokea taarifa kwa mheshimiwa diwani wa kata hii akituambia kwamba yule mtoto aliyepotea amepatikana, lakini kwa bahati mbaya amefariki. Ndugu zangu wananchi wa Kibena na Njombe kwa ujumla, mbunge wa jimbo la Njombe mjini ameonyesha hisia kali na kubwa sana kuhusiana na mtoto huyu. Matukio ya namna kama hii hapa Njombe yalitoweka, hayakuwepo. Sasa ni kama yanarejea tena. Hivi juzi kata moja kati ya kata 13 ambazo mbunge anaziongoza, Deo Mwanyika, kule Makoho, kulikuwa na mwananchi kule akiwa shambani kwake alikatokatwa mapanga na watu ambao walizaniwa kuwa ni wezi wa maparachichi. Bunge alilazimika kuwaambia wananchi wa kule wamkimbize hospitali mara moja ili yeye aweze kutoa msaada wa kuhakikisha kwamba anapata matibabu. Anavyozungumza na nyie, mgonjwa yule anaendelea vizuri, alipata matibabu na mbunge alihakikisha anakuwa vizuri na anarejea kwenye majukumu yake.
Aliposikia jambo hili la Kibena alitamani sana kuja, lakini kama mnavyojua ni mwenyekiti wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, yuko bungeni, na leo tulipokuwa tunazungumza naye alikuwa yuko kanisani. Mimi naomba niwape pole kwa niaba ya mbunge wa jimbo hili, nawapa pole sana sana sana. Na mbunge anatuasa sisi watu wa Njombe, hebu tuache tabia ya kujichukulia sheria mkononi. Tunatenda na kuchuma dhambi za bure. Mtoto huyu ni mdogo, alikuwa na wazazi wake walikuwa na mategemeo, na hata mtoto mwenyewe alikuwa na mategemeo makubwa sana. Tunafanya vibaya sana watu wa Njombe. Mbunge anasikitika na kulalamika sana. Natuomba tuwe wavumilivu na tuwe watulivu, hasa katika kipindi hiki, ili haki, wale waliofanya tukio hili, haki za kisheria ziweze kutendeka na wachukuliwe hatua kali za kisheria. Poleni sana sana sana. Pole sana mheshimiwa diwani wa kata hii, lakini pole sana mwenyekiti wa mtaa pamoja na viongozi wote wa kata hii. Lakini pole sana familia kwa jambo hili ambalo limewakuta. Na sie kama ofisi ya mbunge tunaungana na maneno ya mwenyekiti kwamba huko uliko kunaonyesha si salama. Rudi hapa mheshimiwa mwenyekiti, kama kutakuwa na jambo lolote la kuishirikisha ofisi ya mbunge, mheshimiwa diwani, sisi tuko tayari. Naomba nitoe mchango kwa sababu tukaona tunazidiwa, tukatengeneza kamati ya maombi. Kwa hiyo wale wa kamati ya maombi, kama mpo hapa, Mungu awabariki sana. Lakini pia mheshimiwa diwani, tulikuwa na kamati sasa, kamati ya kutafuta kule. Kwa sisi kwa pamoja tulishirikiana vizuri. Nimesahau nilikuwa na kamati ya wazee ikiongozwa na Mandela. Mandela upo Mandela? Tunakushukuru sana kamati ya wazee. Na mheshimiwa diwani, nilipoita wazee tuje tukutane, wengine walikuwa na hofu kidogo. Walizani pengine sisi tunataka tukarogeroge, si hatuna hiyo kitu. Kwa nao tunawashukuru kwa sababu tuliwaomba watusaidie kuhakikisha mtoto wetu anafanya nini, anapatikana. Lakini la mwisho mheshimiwa diwani, tulipofika kwenye nyumba ya wazazi wa mtoto huyu, tumeona mazingira haya sio rafiki. Na kwa sababu hiyo sisi serikali tunamwomba mzazi wa mtoto huyu, ni bora akarudi tu Kibena, tuendelee na maisha ya kawaida. Tunaomba chonde. Kwa familia mtusaidie kwa sababu hawa watu wameishi sana Kibena. Sasa wameenda kule, mazingira yenyewe ni hatarishi. Kwanza sio nyumba ya kwake, ni nyumba ya kupewa. Sasa kama ni nyumba ya kupewa na mazingira yale, hapana. Kwa tunaomba sana familia mkajadiliane. Na hapa tukubaliane mheshimiwa diwani, tutachokipata inawezekana uchumi wao ni mdogo. Ule mchango tutakaopata huo baada ya matumizi basi uwe ndio sehemu ya kuanzia kupangia nyumba. Tumefikiri hivi. Kwa mheshimiwa diwani, baada ya maelezo haya sasa niombe mwalimu mkuu Kibena utoe salamu. Karibu. Asante.